Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Sport Arena, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wekundu Msimbazi Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia ni Simba Sport Club mnyama katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia Simba Sport Club katika mwendelezo wa taarifa zake juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambapo mambo yameweza kuwekwa bayana leo hii mapema kabisa. Moja kati ya usajili mkubwa kabisa ambao umekwenda kutikisa usajili wa soka la Tanzania baada ya klabu ya soka ya Simba kukamilisha usajili wa nyota huyu mkubwa ambaye alikuwa akiweza kusubiriwa kwa hamu na wanasimba wengi kuweza kumshuhudia akiweza kujiunga na kikosi cha Simba Sport Club. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa. Ametokea wapi? Amesaini mkataba miaka mingapi? Anakuja kuchukua nafasi ya nani? Hayo yote na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa kemkem kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Ni nani huyo? Ni huyu hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Sport Arena, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine wanazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Simba Sport Club yenye maskani yake mitaa Msimbazi, Kariakoo, Dar es Salaam wamekuwa na mwendelezo mzuri wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, au kiweza kushuhudia mambo ambavyo yanazidi kuwa mazito matamu kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambapo usajili unaendelea kama ambavyo sasa klabu ya soka ya Simba Sport Club wameweza kuweka taarifa yao bayana kabisa, ambapo wakati mbio za ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara zikiendelea kushika kasi, vita nyingine kimya kimya imeanza kupamba moto nje ya uwanja kati ya Simba na Azam FC kuhusu kuwania saini ya beki wa kushoto Nathaniel Chilambo. Taarifa kutoka ndani ya vilabu hivyo vinaeleza kuwa Chilambo, ambaye mkataba wake na Azam unatarajiwa kumalizika mwishoni mwa msimu huu wa 2025-26, ameanza kuvutia kwa kiwango kikubwa mabosi wa Simba wanaotaka kuongeza nguvu katika kikosi chao kuelekea msimu ujao. Inaelezwa kuwa Simba imeweka kipaumbele katika kuimarisha nafasi ya beki wa kushoto, huku ikitafuta mbadala wa muda mrefu wa Shomari Kapombe, ambaye kwa miaka mingi amekuwa tegemeo kubwa tangu ajiunge na timu hiyo akitokea Azam FC mwaka 2017. Licha ya uwepo wa David Kameta Duchu, mabosi wa Simba bado wanaonekana kutoridhishwa kabisa na ushindani uliopo katika eneo hilo, jambo ambalo limefanya klabu hiyo kuhamisha macho yao kwa Chilambo kutokana na kiwango kizuri alichoendelea kuonyesha akiwa na Azam FC. Chilambo aliyesajiliwa na Azam mwaka 2022 akitokea Ruvu Shooting amekuwa akipambana kupata nafasi ya kudumu katika kikosi cha kwanza kutokana na ushindani mkubwa uliopo ndani ya timu hiyo, ambapo Lusajo Mwaikenda ameendelea kupewa nafasi kubwa zaidi katika kikosi cha kwanza. Hata hivyo, pamoja na Simba kuonesha nia ya dhati ya kumpata beki huyo, Azam FC nayo imeanza hatua za mwisho za kuhakikisha inambakiza ndani ya kikosi hicho kwa kumpa ofa mpya ya mkataba wenye maslahi bora zaidi ili kuzuia kuondoka kwake. Habari za ndani zinaeleza kuwa tayari kumekuwa na mazungumzo ya awali katika upande wa Chilambo na Simba, ingawa hadi sasa hakuna makubaliano rasmi yaliyofikiwa, huku dirisha la usajili kizidi kusogea. Ushindani wa kuwania saini ya beki huyo unaendelea
inaendelea kuweza kupamba moto kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambapo mambo yanaonekana kuwa mazito kweli kweli, ambapo Simba Sport Club wanajitahidi kuhakikisha kwamba kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao mambo yanaonekana kuendea vizuri, ambapo pengine mchezaji anaweza kuichagua Simba Sport Club. Lakini katika taarifa nyingine kubwa, inaelezwa kwamba kocha wa Simba Steven Baka ni kama ameanza kupiga upya hesabu za benchi la ufundi msimu ujao, na sasa ametoka kwa kocha mmoja aliyezipa shida Yanga na hata wekundu hao wa Msimbazi msimu huu, akimtaka kwenda kuchukua nafasi ya Suleiman Matola aliyetajwa kuondoka mwishoni mwa msimu. Iko hivi, taarifa za ndani kutoka Simba zinasema Baka ameukubali uwezo wa kocha Amani Josia wa Dodoma Jiji, ambaye msimu huu ni kama alikuwa na hesabu zidi ya Yanga na Simba akizipa mechi ngumu. Josia msimu huu ameifunga Yanga akiitubulia rekodi ya kupoteza mechi ya ligi kuu bara iliyokuwa nayo kwenye mechi 42 mfululizo, lakini pia alitangulia kuizuia Simba kushinda ikiwa ugenini, ikagawana pointi na wekundu hao kabla ya juzi kupoteza bao 1-0. Baka anamtaka Josia kwenda kuungana naye kwenye benchi la Simba msimu ujao, ambapo ni kama anaweza kuwa bila Matola ambaye anapiga hesabu za kuondoka. Matola anafikiria kuondoka Simba akitajwa kuelekea Geita Gold ambayo ipo karibu kurejea ligi kuu bara, na anakwenda kuwa kocha mkuu baada ya kudumu Simba kwa takriban miaka 6 akifanya kazi na makocha 10 tofauti, wakiwemo 9 wa kigeni na mmoja mzawa, huku yeye akiwa msaidizi. Kocha huyo aliwahi kufanya kazi Geita Gold ambapo mwaka 2016 ilikuwa ikishiriki ligi daraja la kwanza. Inafahamika kuwa Baka amekuwa na mawasiliano ya karibu na Josia akivutiwa na ufundi aliouweka pale Dodoma Jiji, na wawili hao wamekuwa wakiwasiliana vizuri nje ya timu zao kukutana kupeana changamoto. Kocha anatafuta mrisi wa Matola, anaona anazungumza sana na Josia na anakubali sana uwezo wake wa timu yake. Wanazungumza sana mara kwa mara, wakikutana wanaona mpira unavyopigwa utasema sio wao ambao wanaongea pamoja, amesema mmoja wa vigogo wa Simba. Matola ni kama anataka kuondoka, kuna timu moja ikipanda tu ligi kuu ataondoka, wanamtaka na anazungumza nao sana. Mimi naona ni sawa, bora aende kurudisha ubora wake. Unamkumbuka kabla alikuwa na timu bora sana. Kabla kukubali kurudi Simba mwaka 2019 kuwa kocha msaidizi, Matola alizifundisha Lipuli ya Iringa, Police Tanzania ambapo zilikuwa tishio na kutoa upinzani mkubwa wakati huo akicheza ligi kuu bara, kabla ya wekundu wao kumbeba kiungo huu wao huyo wa zamani. Matola aliyetua Simba mwaka 2019 akitokea Police Tanzania ameendelea kuweza kuwa moja kati ya watu makini kabisa ambapo wapo kwenye kikosi cha Simba, lakini safari yake inaendelea kuwa ya mwisho. Lakini katika taarifa nyingine, klabu ya soka ya Simba wanaingia katika mazungumzo leo na klabu ya soka ya Azam FC juu ya dili lao la kukubali kumuhamisha. Nazungumzia Faisal kutoka katika klabu ya soka ya Azam kuelekea Simba Sport Club, ambapo inaelezwa kwamba tajiri ameweka mzigo wa kutosha kuhakikisha kwamba kile ambacho kinachotakiwa kinafanyika mapema kabisa, ambapo Mo Dewji inaelezwa kwamba ameamua kuvunja benki kwa ajili ya kuweza kukabiliana na Azam FC katika usajili ambao unahitajika kuweza kufanywa kwenye kikosi chao. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na